mheshimiwa mbunge ameshawasili hapa. Kwa hiyo tukaanza kutasapakaza mabenchi na meza kwenye maeneo yote ya vijiwe ambayo wao wachezaji ndio walioyatambua hayo maeneo, sio mimi, na tukapata maeneo zaidi ya 30 kama 26 hivi. Kwa tumepeleka mabenchi kwenye maeneo yote hayo. Kwa hiyo ninafurahi kwamba jambo hilo limefanyika vizuri, na matokeo yake tumepata mwitikio mkubwa zaidi wa wapenzi na washiriki wa mchezo wa draft, na tumepata bingwa leo ambaye ni bingwa tofauti kabisa na miaka mingine yote kwenye mchezo wetu wa Draft Cup. Kwa hiyo ni jambo la faraja. Kiu yangu haijafika pale nilipotaka. Mchezo huu haitakiwi uchezwe ushindanishwe ndani ya Njombe peke yake. Unatakiwa ushindanishwe Njombe kwanza, sio jimbo la Njombe mjini peke yake. Ikiwezekana na majimbo mengine yatoe wacheza draft ambao ni wazuri, Wanging'ombe, Lupembe, Ludewa, Makete, Makambako, na wao na uhakika Makambako hawezi kukosa wachezaji wazuri wa draft. Inatakiwa tufike mahali sasa tushindanishe mkoa wetu, na ikiwezekana tupate watu wazuri sana wakashindane kwenye kanda. Kama mashindano ya kanda hayapo, basi na uhakika mashindano ya taifa yatakuwepo, waende wakashindane kwenye mashindano ya taifa. Nia yetu siku zote ni kuitambulisha Njombe. Tunataka bingwa wa draft isemekane kwamba bingwa huyu anatoka mkoa wa Njombe. Ndio kiu hasa nitakaposema imetimia. Kwa sasa hatujafika huko bado, na ninafahamu na kutambua inawezekana mwaka jana jambo hili tuliahidi mwaka jana kwamba tutapanua, lakini mwaka jana ulikuwa mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo ni mwaka kidogo na mambo mengi, kwa hiyo ilikuwa ngumu, na unahitaji ushirikiano na ushirikishwaji wa wabunge wengine. Kwa hiyo wabunge wengi walikuwa kwenye akili yao kwenye uchaguzi. Kwa hiyo nadhani pengine tutapata nafasi kwa siku zijazo, kwa maana ya awamu ya 16 labda tuweze kuona namna gani mabingwa wetu tuwashindanishe kwenye michezo mingine. Na ninafurahi kwamba bingwa aliyepatikana leo Daktari Alfred Ruvanda, ambaye amewahi kuwa kiongozi ndani ya chama na diwani wa kata ya pale Ramadhani siku za nyuma, anaonyesha ana kiu ya kwenda mbele zaidi, sio kushinda hapa tu, ya kuona namna gani anaweza akashindana na watu wengine wa mikoa mingine na hatimaye afike mpaka kwenye taifa. Kwa mimi nampongeza sana kwa hali hiyo. Kwenye miaka mitano iliyopita, kipindi chake cha kwanza Mwanyika Cup mpira wa miguu uliweza kwenda katika miaka yote, na ndio maana yake tumekuwa na hii michezo ya Mwanyika Draft Cup, lakini tumekuwa na Mwanyika Cup kwa muda mrefu sasa ambayo imeendelea kuwepo. Tukimaliza Mwanyika Draft Cup tunafungua pazia la Mwanyika Football Cup au tunaita Mwanyika Cup, na kimsingi huwa tunaanza na usajili. Kwa hiyo natoa wito kwamba watu wakae mkao tena wa kufurahi, wa kusherekea, kwa sababu Mwanyika Cup huwa inaanza baada ya shughuli za kilimo. Kwa hiyo mwezi kuanzia wa 7 usajili utaanza, na tunataka Mwanyika Cup iliyoboreshwa katika kipindi hiki. Wana Njombe watarajie nini sasa katika awamu ya 6 na kipindi cha Wana Njombe watarajie kwamba kwanza utakuwa ni mwendo ule wa kutotoa michezo au kupunguza michezo iliyopo, inaendelea na inaboreshwa, lakini watarajie makubwa zaidi, kwa maana ya kwamba tuangalie na michezo mingine ambayo pengine inahitajika ije katika kapu hili la Mwanyika Cup iweze kushindanishwa. Mchezo kama wa pool au pool table, sio kwamba hapa Njombe hamna mashindano, yapo, lakini haya mashindano yanafanyika kwenye baa au klabu, kwa sababu kimsingi ndio yalikoanzia yanakochezwa, lakini tunataka tuyafanye, tuyape hadhi. Kuna watu wengine wanapenda pool table labda, lakini wasingependa kwenda kucheza kwenye baa, au hawapendi kutumia muda mwingi ndani ya baa, na kwenye baa kuna kelele zake ambazo wengine wanaona ni starehe, lakini wachezaji wengine wanaweza wasione kama ni starehe. Kwa hiyo tufike mahali wacheze huko, waendelee, watafutane mabingwa huko, lakini tufike mahali tulete michezo hiyo wale ambao ni wazuri kwenye sehemu moja ambayo tutasema sasa wanakwenda kupata zawadi, au Mwanyika Cup pool table na yenyewe inaweza kutoa zawadi kwenye wachezaji wazuri kwenye pool table. Lakini sio pool table tu, kuna mchezo wa basketball, vijana wa kiume wapo na michezo ya basketball inaendelea.
na sasa hivi tunapata viwanja vya basketball hapa baada ya shughuli hii nzima ya Mei Mosi. Nataka na wenyewe tuwaunge mkono, wajitokeze kwa wingi, tucheze basketball. Lakini sio basketball, netball ipo, inatakiwa na yenyewe ichezwe. Kwa hiyo michezo mbalimbali tuweze kuileta katika kapu la Mwanyika Cup. Sababu mimi ni mpenzi wa michezo. Mimi ni mbunge, mwenyekiti wa bunge, lakini ni mchezaji wa basketball wa bunge basketball team. Katika best 5 players na mimi nimo. Kwa hiyo napenda kuhakikisha kwamba na Njombe tunacheza basketball. Bunge wangu, naomba nikupongeze kwa kisha unafanya hiki kitu kizuri kwa wananchi wa Njombe, hasa na wakata zetu hizi 3 na kata zingine zote walioshiriki katika hafla hii. Lakini niombe niwapongeze wana Njombe wote mliofika hapa leo kumuunga mkono mbunge wetu kwa kila anachokifanya. Mimi nawaomba wana Njombe tumuunge mkono mbunge wetu kwa yale anayotufanyia. Tuipende michezo, tupende maendeleo, tusipende vitu vingine ambavyo vinatusababishia mkoa wetu ukose amani. Kipindi cha siasa kilishapita, sasa ni muda wa kusikiliza viongozi wetu kwa fursa ambazo wanatupa. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima, kutukutanisha hapa leo tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 2026 ukumbi wa Turbo 2026 ukumbi wa Turbo katika kilele cha fainali ya maadhimisho ya drafti. Waheshimiwa na ndugu zangu, tumeshuhudia mashindano yenye ushindani mkubwa, umakini wa hali ya juu, burudani ya kipekee. Hakika leo tumeona wazi kuwa mchezo wa drafti sio mchezo wa kawaida, bali ni mchezo wa akili na mikakati. Kabla ya yote, napenda kutoa pongezi za dhati kwa mshindi wa leo. Hongera sana kwa ushindi wako. Ni matokeo ya juhudi, uvumilivu na umakini. Hongera sana Bwana Fred Uvanda. Pia pongezi kwa washiriki wote. Kufika hatua hii na kushiriki mashindano haya ni ushindi mkubwa kwenu. Kama isemavyo methali, kushiriki ni ushindi. Waheshimiwa, mashindano haya yamefanyika kwa mwaka wa 5 mfululizo, jambo linaloonyesha dhamira ya dhati ya kuyaendeleza. Kwa mwaka huu mashindano haya yalianza tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka 2026 yakiwa na washiriki 44 na leo tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 2026 tumefika kilele chake kwa mafanikio makubwa. Hakika huu ni ushindi kwamba penye nia pana njia. Ndugu washiriki na waheshimiwa wote, mchezo wa drafti umeonyesha kuwa ni daraja linalowaunganisha watu wa rika mbalimbali, vijana, watu wazima na wazee. Mei Mosi mwaka huu na inashirikisha michezo mbalimbali. Sasa kwa kuanzia, afisa michezo yuko hapa, mimi mwenyewe niko kwenye kamati ya michezo burudani siku ya Mei Mosi. Sasa ule uwanja wako ulikuwa unapeleka kule watu wakacheze darts, sijui draft. Hembu uangalie na huu hapa tuuboreshe, bora tufanyie hapa draft letu, darts, sijui nini, mambo yote tumalizie hapa. Kule kwanza ni gharama, hiyo hela njoni tufanyie usafi hapa. Eti mnasemaje? Hapa ukumbi mliozoea si ndio mtakaposhindia? Kwa hiyo afisa michezo tunaomba, mimi mwenyewe niko kwenye kamati, mwenyekiti wetu ni DC Kisa, nitashawishi ile michezo yote ya draft iletwe hapa, michezo ya darts, sijui pool table ikikaa pale sinaweza. Wote wakae hapa, washiriki tunao humu ndani. Tusitafute washiriki wengine kutoka mbali. Kila wengine watakuja, maana mkoa na uhakika kutokana na Njombe ni kioo, sisi tutashinda. Kwa hiyo mjiandae vizuri, patakuwa na hiyo michezo. Pool table sipo hapa, mnajua kucheza.
hilo kombe labda libaki hapa kwetu. Dati nani tutatengeneza pale, uwanja hapa ni mkubwa, na nyewe mpo humu ndani. Draft, karata zote zitakuwa kwenye nani moja. Nini? Dansi ipo. Kuna michezo ya dansi, kuna michezo mingi ambayo tutakuwa nayo kuanzia tarehe 14 tunafungua hiyo michezo. Hiyo michezo itakuwepo hapa na sisi tuwe washiriki wa kwanza. Afisa michezo yuko hapa, atatupa listi ya michezo yote ambayo sisi tunaweza kuishiriki, tukazie uzi hapo. Hapo vipi? Mei Mosi iko kwetu. Mei Mosi iko kwetu. Kwa nini sisi tusishiriki? Na endapo tukishiriki, kwanza sisi ni wazoefu, mashindano kila mwaka, maana paka mpira huko, na tuna kombe la nani? La Deo Mwanyika Si tuna kombe letu hapa. Sikuna zile timu nazo zote tutaziorozesha, tutashiriki. Tuna viwanja visivyopungua karibia 10. Kuna netball, kuna football, kuna volleyball watakuwepo hapa. Backstage nini sibi? Kuna michezo mingi ipo hapa. Kwa nini tusishiriki? Naombeni tushiriki wote kwa pamoja, tukianzia hapa. Nyie ndio chachu. Nikushukuru sana Mheshimiwa Mbunge, hasa kwa kubana muda wako na kuja. Maana una ratiba nyingi. Hapa yenyewe toka asubuhi umeanza ratiba paka hapa ulipo. Nisichukue muda wako, nasema asanteni sana kwa kunialika, na mimi niko leo naangalia mshindi, tutampa zawadi na sisi tutamfuata nyuma. Asante sana.